wewe unazungumziaje kama mwananchi? Je, viongozi wa kidini waendelee kupokea fedha kutoka kwa wanasiasa ama wakatae? Hapana, kwanza kitu ya mwanzo hizo pesa anazotoa hivyo zinasaidia, angelikuwa anasaidia makanisa yote kwa jumla Kenya nzima, hiyo tungelisema ingelikuwa labda ni nafuu. Lakini sasa kaunti moja, unaenda kwa kaunti moja unatoa hizo pesa zote kwa mtu kwa kanisa moja, kama tuseme tu kanisa moja. Kwa nini? Je, hizo nyingine zitahudumia namna gani? Hata kama ni ni siasa, kama ni siasa basi azunguke kote kwa jumla, lakini sio kuturai namna hiyo ama kurai watu namna hiyo kwenda tu kwa kaunti moja na kutoa hizo pesa zote kanisa moja. Hiyo ndio kitu ambayo tunasema haiko sawa kwa jumla. Nyingine kama gani unasema? Kwanza yeye analeta pesa kwa makanisa. Je, hao viongozi wa kidini wachungaji waendelee kupokea hizo pesa ama wakatae? Kama vile ambavyo wananchi wanauliza maswali mengi. Hapana, yenyewe kwa jumla vile ilivyokuwa imepitishwa, mwenyewe pia alikuwa amepitisha ama bunge alikuwa amepitisha akasema kwamba pesa kama hizo ama mtu yeyote asichukue pesa kwa kanino za harambee kama hiyo ziondoke. Kwa nini yeye sasa anatoka katika mkataba badala kuwa kiongozi bora aonyeshe watu wengine wafuate mfano, yeye sasa ndio anarudi anafanya vile anakaidi vile alivyokuwa amesema. Naona si alikuwa ameambia watu kwa jumla ama alikuwa ametangazia watu ya kwamba waache mambo ya kuchukua ama kutoa pesa katika kanisa. Naona zilileta mambo mengi sana wakati ule. Sasa kwa jumla nafikiri haifai nini wachukue hizo pesa. Hawafai waendelee kuchukua hizo pesa. Maana hizo pesa yenyewe unashindwa, kama mshahara wa president ni 1.4 million. 20 million anazitoa wapi kila wiki kupatia kanisa? Hizo pesa wanazitoa wapi? Kwa hivyo viongozi wa kidini wanachangia ufisadi nchini. Hata wenyewe angalia aibu. Tukiangalia shule hazina madarasa, watoto waende shule, alafu pesa zinapelekwa makanisani. Umuhimu wa kanisa na shule ni nini? Mimi najua umuhimu, shule ndio muhimu zaidi. Maana hata hawa manabii ama mapasta wamesoma kupitia hizo shule. Kwa hivyo hiyo pesa ingepelekwa kusaidia wanafunzi shuleni. Yeah. So unahisi hizo kwa nini mnaona kwamba, maana nafikiri kutoa fedha kanisani watu wengine pia hutoa fedha, mbona rais akitoa inakuwa ni jambo la kuzungumziwa sana? Anaweza kuwa ni rais ndio maana anatoa, lakini hizo mwenyewe anazitoa wapi? Maana tukipiga mahesabu mshahara wake hawezi ingilana na hiyo pesa anayotoa. Hata mtoa sadaka hata 1000, maana anajua hiyo 1000 nazafanya kibarua niipate. Lakini president tunasema mshahara ni 1.4 million. Huwezi niambia kwa mshahara wako 1.4 million uende utoe milioni 20 mahali. Huo ni mshahara wa miaka mingapi? Au ni mshahara wa miezi mingapi? Hiyo pesa ni ufisadi. Kwa hivyo ndio unashauri vipi wa viongozi wa kidini? Waache kuchukua pesa za ufisadi. Na rais akienda hapo hizo pesa wazikatae na wamshauri aende afanye nazo wananchi maendeleo kama barabara, kama shule, kama kuna maeneo na maji. Nakusikia. Maoni yako ni gani? Angalia kamera. Maoni yangu kwa majina ni Leonard Mwanjala. Na maoni yangu kwa viongozi ambao wanatoa pesa kanisani, mimi naona ni vizuri na waendelee kutoa pesa kanisani. Lakini kenye tunaomba ni waangalie maslahi ya serikali. Kila department inaenda vizuri. Isikae mwananchi ule wa chini anaendelea kudhulumika wakati pesa zinaendelea kutoka kanisani. Kanisani ni huduma na ni huduma ya Mungu. Na ni kila mmoja ajifundishe kutoa fungu la 10, malumbuko na zaka kamili na kuwa mstari mbele ya kanisa. Na tunaomba viongozi wote wajiunge kwa msikiti na wajiunge kwa kanisani, na wakipata uongozi kama huu wataweza saidia mwananchi na kuwa na huruma na mwananchi ule wa chini. Na area yote ya magavana vile wao ni viongozi wetu na tunawapenda, tunaomba ya kwamba waendelee kuingia mashinani na kuangalia wananchi wale wako njaa, wananchi wale wako wagonjwa, wananchi wale wako na tatizo, hata maskini, wale walemavu na wale watembezi, wahakikishe ya kwamba wako shule. Na viongozi pia watembelee children homes. Children homes zote zitembelewe na viongozi na waendelee kusaidia wale watoto. Wale watoto pia na hao watakuwa viongozi kwa serikali. Wale tunaona wako children home, wengine watakuwa viongozi wetu. Kwa hivyo kwa kifupi wewe unasema ni vizuri wa viongozi wa kidini waendelee tu kupokea pesa kutoka kwa wanasiasa, haina shida.
Wachungaji hawana shida yoyote, wanapokea washirika, kila aina ya washirika, na katika hali ile ya kumtolea Mungu inakanga ni siri ya mtu. Kwa hivyo ni kila mmoja afanye nini, atoe sadaka. Lakini kitu mbaya ambapo inaleta shida ni ile mtu anatoa sadaka ama fungu la 10 na inatangazwa kwa media kwamba nimetoa 1,000,000, nimetoa 3,000,000, ambapo hiyo ilikuwa mtu atoe bahasha yake kanisani, na hiyo ni siri ya moyo wake. Sio ni siri, yani kila mmoja aone hasa kwamba anatoa sadaka kwa sababu ya kujiinua yeye mwenyewe badala ya kumuinua Mungu.